Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, nachokifanya kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale ambayo inaendelea kujiri zaidi. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba ujumbe wa Ukraine umewasili nchini Marekani siku ya Jumamosi kwa mazungumzo ya kidiplomasia yanayoongozwa na Washington ya kumaliza vita vya karibu miaka minne. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kufanyika wakati Urusi ikilenga kwa mara nyingine gridi ya taifa, hali iliyosababisha kukatika umeme na mifumo ya joto katikati mwa baridi kali huko Ukraine. Mkuu wa utumishi wa Ukraine Kirilo Budanov amesema kuwa amewasili Marekani kwa ajili ya kujadili maelezo ya makubaliano ya amani. Aidha, afisa huyo aliongeza kuwa yeye pamoja na wajumbe wengine wawili wa Ukraine watakutana na mjumbe maalum wa Marekani Steve, mkwe wa kiume wa Rais Donald Trump, Jared Kushner, na waziri wa jeshi la Marekani Dan Driscoll. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Ijumaa kwamba ujumbe huo utajaribu kukamilisha nyaraka za mwisho za makubaliano ya amani na maafisa wenzao wa Marekani. Vilevile, wanajeshi wa Battle Group Kusini wameharibu vituo 6 vya muda vya kupelekwa kwa maandaki 36 ya vikosi vya kijeshi vya Ukraine katika saa 24 zilizopita. Vadim Astafyev, mkuu wa kituo cha habari cha kikundi hicho, anasema makampuni ya nishati ya Ukraine yameishiwa na vifaa na matumizi muhimu. Ripoti ya Bloomberg inasema makampuni hayo yanaripoti kwamba akiba ya vifaa imeisha, bila akiba iliyobaki ya vibadilishaji umeme au vifaa vingine muhimu. Usumbufu wa usambazaji wa umeme huko Kyiv na eneo jirani ulianza mwishoni mwa 2025 baada ya uharibifu mkubwa wa vifaa vya nishati kwenye eneo la mji mkuu. Mnamo Januari 9, meya wa Kyiv Vitali Klitschko aliwasiwa kazi kuondoka jijini ikiwezekana kwa sababu ya matatizo ya usambazaji wa joto na umeme, akibainisha kuwa wakati huo karibu nusu ya majengo ya ghorofa hayakuwa na joto. Vilevile, mwekezaji wa Italia anapanga kupanga kiwanda cha kukusanya ndege zisizo na rubani nchini Ukraine mwaka 2026 kwa ufadhili wa takriban euro milioni 20. Yevgeny Listnyak, naibu mkuu wa utawala wa kijeshi na kiraia wa Kharkov kwa ajili ya ulinzi na usalama, anasema Italia inapanga kuandaa ubia na Ukraine ili kukusanya ndege zisizo na rubani, huku asilimia 75 ya uzalishaji ikifanyika Ukraine na asilimia 25 nchini Italia. Kiasi cha ufadhili kinachowezekana kwa mwaka huu ni hadi euro milioni 20. Wawakilishi wa kigeni lazima wafike Ukraine ifikapo Januari 21, 2026 ili kukutana na makampuni yanayoweza kuwa washirika na kuanza mchakato wa ushirikiano, Listnyak alisema. Aliongeza kuwa utawala ulikuwa umepokea taarifa kuhusu matumizi ya Italia ya mashirika yasiyo ya kiserikali yanayofanya kazi ndani ya mipaka yake kuajiri mamluki wa kigeni kwa ajili ya vikosi vya kijeshi vya Ukraine. Yulia Tymoshenko, kiongozi wa chama cha Baktiv China na waziri mkuu wa zamani wa Ukraine, atafungwa jela ikiwa atashindwa kutoa dhamana ya dola 760,000 iliyowekwa kwa ajili yake ndani ya siku 5, kulingana na uamuzi wa mahakama uliosomwa na jaji. Kiasi cha dhamana kitawekwa na mshtakiwa au mwakilishi wake ndani ya siku 5, jaji alisema. Wakati wa vikao vya mahakama vilivyofanyika mapema siku hiyo, Tymoshenko alidai kwamba hana aina hiyo ya pesa taslim kwa sababu alimtumia binti yake pesa zake zote kufadhili biashara yake. Huku akijadiliana kuhusu pesa hizo, Tymoshenko atabaki huru na hata lazimika kuvaa bangili ya kielektroniki ya kifundo cha mguu. Tymoshenko tayari alitumikia kifungo cha jela chini ya rais wa Ukraine Viktor Yanukovych mnamo Oktoba 11, 2011. Alihukumiwa kifungo cha miaka 7 jela kwa kuzidi mamlaka ya ofisi yake wakati akifanya mazungumzo ya gesi na Urusi. Aliachiliwa kutoka gerezani kwa azimio la bunge mnamo Februari 22, 2014 baada ya mapinduzi ya serikali huko Kyiv. Alikaa gerezani kwa zaidi ya miaka 2. Katibu wa baraza la usalama na ulinzi la Ukraine Rustem Umerov, mkuu wa ofisi ya Volodymyr Zelensky Kiril Budanov na kiongozi wa chama tawala cha watumishi wa watu David Arkhamia atayewakilisha Kyiv katika duru ijayo mazungumzo na upande wa Marekani. Mazungumzo kati ya wawakilishi wetu yamepangwa kwa siku zijazo, ujumbe wa Ukraine Rustem Umerov, Kiril Budanov na David Arkhamia uko njiani kuelekea Marekani, Zelensky aliandika kwenye chaneli yake ya Telegram. Mapema duru ijayo ya mazungumzo ilitangazwa na balozi wa Ukraine nchini Marekani Olga Stefanishina. Hata hivyo, kiwango wala muundo wa ujumbe wa Ukraine haukutangazwa rasmi. Vilevile, Volodymyr Zelensky wa Ukraine amekiri kwamba kuna kutokubaliana kuhusu masuala kadhaa na Marekani. Anasema hatuko sawa katika masuala kadhaa, alisema kwenye mkutano na waandishi wa habari na rais wa Czech Petro Pavel huko Kyiv. Zelensky anaendelea kusisitiza kwamba Ukraine itoe wanajeshi 800,000 huku akikubali kwamba Kyiv haiwezi kumudu jeshi kama hilo. Anasema tunahitaji pesa ili kudumisha jeshi hili.
ili kuweka idadi hiyo katika wanajeshi 800,000. Haya si maneno tu, bali ni kiasi maalum kwa idadi maalum ya miaka, na Ukraine haitakuwa na fedha hizi katika bajeti yake. Zelensky anatarajia kwamba makubaliano ya ujenzi wa nchi mbili ya dola milioni 800 yanaweza kusainiwa huko Davos katika mkutano wa 56 wa kila mwaka wa jukwaa la uchumi duniani mnamo Januari 19 hadi 23, kufuatia mazungumzo nchini Marekani ambayo ujumbe wa Ukraine tayari umeondoka. Vile Ukraine inapaswa kuwa tayari kufanya makubaliano chungu kadhaa ili kukomesha mgogoro na Urusi, Rais wa Czech Petr Pavel anasema. Nadhani Ukraine imefanya mengi ili kufanya suluhisho lililopendekezwa likubalike. Ninaamini kuna makubaliano kadhaa chungu ambayo Ukraine italazimika kufanya na iko tayari kufanya kwa sharti kwamba hii itasababisha amani. Chombo cha habari cha Strana kilimnukuu rais huyo wa Czech. Lakini Ufaransa imepeleka wanajeshi nchini Ukraine chini ya kivuli cha wakufunzi na watu wa kujitolea mwanzoni mwa operesheni maalum ya kijeshi. Mwanasiasa wa Ufaransa, makamu wa rais wa harakati ya kimataifa ya Rousseff, Fabrice Solin, anasema kwenye mahojiano. Hayo yakiendelea, kwenye uwanja wa kivita, vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimeshambulia maeneo ya mpakani, eneo la Kursk mara 38 katika siku iliyopita, huku ndege zisizo na rubani 36 zikipigwa risasi juu ya eneo hilo, kulingana na data ya muhtasari wa uendeshaji iliyotolewa na Gavana Alexander H. Stein kwenye chaneli yake ya Telegram. Vilevile mifumo ya ulinzi wa anga ya Urusi imezuia na kuharibu ndege zisizo na rubani 99 za Ukraine katika maeneo ya Urusi usiku kucha, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema. Vile kwenye uwanja wa kivita, wanajeshi wa Urusi wamekomboa eneo la Privol katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk na Priluk katika mkoa wa Zaporizhzhia, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Wanasema vikosi vya Battle Group Kusini, kutokana na hatua kali, vilikomboa makazi ya Privol katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Vikosi vya Battle Group Mashariki vilisonga mbele katika kina cha ulinzi wa adui na kukomboa makazi ya Priluk kwenye mkoa wa Zaporizhzhia, wizara hiyo ilisema. Kulingana na wizara hiyo, wanajeshi wa Ukraine wamepoteza takriban wanajeshi 1305 katika eneo maalum la operesheni ya kijeshi ndani ya saa 24 zilizopita. Vile kwa kuwafukuza makundi yaliyotawanyika, vikosi vya kijeshi vya Ukraine vilivyobaki kusini mwa kijiji cha Yampol katika Jamhuri ya Watu Donetsk, wanajeshi wa Urusi watapunguza idadi ya mashambulizi ya adui katika Jamhuri ya Watu Lugansk jirani, mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema. Kulingana naye, ukombozi wa Zaktonoe utawezesha wanajeshi wa Urusi kuharibu makundi ya vikosi vya kijeshi vya Ukraine vilivyobaki katika eneo la kijivu kusini mwa Yampol. Vikosi vilivyotawanyika vya jeshi la Ukraine kwa sasa bado vinajaribu kujiondoa kutoka kusini mwa mji huu, Marochko alisema. Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilitangaza kuikomboa Zaktonoe mnamo Januari 16. Vikosi vya Urusi vilichukua Yampol mnamo Novemba 2025. Vilevile kwenye saa 24 zilizopita, wanajeshi kutoka Battle Group Magharibi wamezima shambulio la kujibu lililofanywa na kikosi cha wanajeshi wa Ukraine wakijaribu kuingia Kupiansk karibu na kijiji cha Osinovo katika eneo la Kharkov. Ivan Bigma, mkuu wa kituo cha waandishi wa habari cha kikundi hicho cha vita, anaripoti. Katika mwelekeo wa Kupiansk ndani ya saa 24 zilizopita, vitengo vya jeshi la 6 vilizima shambulio la kujibu lililofanywa na vitengo vya brigade ya kwanza ya walinzi wa kitaifa karibu na kijiji cha Osinovo. Wanamgambo 5 na malori 2 ya mizigo yaliharibiwa, alisema. Vile kwenye uwanja wa kivita, siku ya leo Jumapili mapema kabisa, taarifa ambayo nimeipokea ni kwamba Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti mifumo ya ulinzi wa anga imeharibu na kukamata ndege zisizo na rubani 63 za Ukraine usiku kucha juu ya maeneo ya Urusi na bahari ya Azov. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.